za saizi ndugu wanahabari. Kama ambavyo kiongozi wa idara ya habari na mawasiliano ya taarifa ametoka kutambulisha, jina langu naitwa Awadi Sabuni, katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Tabora. Nimewaiteni hapa kuwajulisha machache yanayohusiana na soka la mkoa wetu wa Tabora, hususan maendeleo yake kwa ujumla. Na nikianza tu kwa ujumla ni kwamba tuna mambo mengi kadha wa kadha ambayo tunayafanya toka tumeingia madarakani sisi kama chama cha soka, na mambo haya yanakwenda vizuri, yakiwemo mashindano. Tunaendesha mashindano mazuri ya vijana, lakini tunaendesha ligi tunakwenda vizuri, lakini pia tumesimama kidete kuhakikisha kwamba dimba la Hassan Mwinyi limesimama mpaka sasa hivi, nafikiri mmeliona mambo yanakwenda vizuri. Lakini ukija kuchukulia masuala ya vilabu ambavyo vinawakilisha mkoa wa kitaifa, hapa naongelea Rhino Rangers ambao wanacheza First League ya kwanza Championship, na TR United ambao wanawakilisha mkoa katika ngazi ya ligi kuu. Vilabu hivi vyote vinafanya vizuri katika nafasi zao. Nikianza na Rhino Rangers katika First League, katika kundi lake linaongoza ikiwa na pointi 18, na hivi sasa ligi imesimama, lakini kirejea timu itakuwepo kule mkoani Kilimanjaro pamoja na Arusha kucheza michezo yao miwili, ligi ya Intimate pamoja na IA. Lakini ile ya kwanza kama ambavyo mnaiona toka tumepokea timu hii kufika Tabora, timu inafanya vizuri, viongozi wa timu wamepambana kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Na hivi ninavyosema, kesho timu itakuwa na mchezo dhidi ya TMA kutoka kule Kilimanjaro, Arusha. Mchezo utachezwa katika dimba letu la Hassan Mwinyi, na timu iko kwenye position nzuri. Kinachotakiwa ni kuisupport timu ili ifanye vizuri kwenye mchezo wa kesho, na baada ya hapo timu itasafiri kuelekea Geita kwenda kucheza na Geita Gold. Lakini pia ukiangalia TR United, pamoja na kwamba michezo yake ya ligi kuu kwa msimu huu mingi michezo ugenini, lakini still kwenye dimba la Hassan Mwinyi timu hii haijapoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo yote ni kwamba timu zinafanya vizuri, maendeleo ni mazuri. Tunamalizia ujenzi wa ofisi ya kisasa kabisa, naweza kusema baada ya kukamilika kwake katika vyama vya mpira wa miguu wa mkoa wa Tabora katika nchi nzima, inaweza kuwa ni ofisi ya kwanza kabisa ya kisasa kuwepo katika ofisi za vyama vya mkoa. Sasa pamoja na yote hayo, lengo mahususi kabisa la kuiteni ni kuhamasisha mashabiki kuziunga mkono hizi timu pale ambapo zinacheza katika kiwanja chake cha nyumbani ambao ni Hassan Mwinyi, lakini pia ambapo inasafiri kwenda kwenye mikoa mingine, basi mashabiki wa mkoa waziunge mkono ili kuendelea kuleta burudani katika mkoa wetu wa Tabora. Hususan kesho kuna mchezo wa Championship ya kwanza dhidi ya TMA. Niwaalike mashabiki wote wa soka mkoa wa Tabora kwa kiingilio cha shilingi 1000 tu getini, watakuja kumtazama Jesus Morocco akiperform, kuja kuwatazama wachezaji wazuri kabisa na mahiri ambao wamesajiliwa na vya kwanza kwenye dirisha dogo kwa ajili ya kuhakikisha basi timu inarejea ligi kuu, na kwa sababu tayari ishakuwa makazi yake ni Tabora, hata ikisharejea ligi kuu itaendelea kuwa mkoani Tabora. Lakini pia siku ya Jumamosi kuna mchezo mkubwa kabisa wa ligi kuu ambao utahusisha TR United dhidi ya Mbeya City. Kama ilivyo slogan ya watu wa Tabora, tunawahamasisha mashabiki waje uwanjani kwa kiingilio kidogo kabisa cha shilingi 2000, mzunguko 3000 grade A na B. Waje wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba wanakuja kuishangilia timu na timu iweze kupata matokeo. Ligi ni ngumu, kama ambavyo mnafuatilia, ligi ni ngumu sana. Timu inaweza kupata matokeo nje na ndani. Kwa hiyo tuna mashabiki ndio unapokuwa nyumbani ndio mtu pekee atakayefanya timu ile kupata matokeo akiwa nyumbani. Tuifanye timu ijisikie iko nyumbani. Timu hii inamilikiwa na sisi wote. Mimi nalipa kodi, mimi nalishabari nalipa kodi kupitia NBL, lakini hata raia wa kawaida ambaye akienda dukani kununua sukari anakatwa kodi. Ile fedha anayokatwa ndio inakwenda kuendesha kuleta maendeleo ya nchi, lakini pia kusaidia pia kuendesha timu. Na timu imefanya usajili mzuri kubwa tu wa wachezaji wa kimataifa na wa kitaifa, lakini timu hii ina wachezaji wa ndani ya mkoa pia, wazao kabisa, watoto wa Tabora, ambaye tunamwongelea Omar Yusuf, tunamwongelea Idi Kichindo, watoto wa Mazaroni. Kwa hiyo timu imebeba watu wote. Kwa hiyo timu pamoja na kwamba ni ya TRA, lakini asili yake ni mkoa wa Tabora, haihami, ipo Tabora. Kwa hiyo niwatake mashabiki wote wafike siku ya Jumamosi kwa kiingilio cha shilingi 2000, kiingilio kidogo kabisa, kuja kutazama burudani nzuri kabisa ambayo imeandaliwa na uongozi na management pamoja na technical bench ya TRA kuhakikisha wanapata burudani iliyo bora kabisa.
Na kwa kuanzia, mwenyekiti wangu wa taarifa ametoa tiketi bure, tiketi 100. Tiketi hizi zitagawanywa watu wa idara ya habari na mawasiliano ya taarifa siku ya kesho. Kwa mshabiki atakayewahi kufika uwanjani atapokea tiketi yake na ataingia uwanjani moja kwa moja. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wahi kufika mapema kesho kutwa kwenye mchezo wa TRA kupokea utapata tiketi yako free na utaingia uwanjani. Lakini bado anaendelea na wadau wengine wanaendelea kujitokeza kuhakikisha kwamba basi mashabiki wanapokuja hawapati vikwazo vyovyote vya kuingia uwanjani kutazama mchezo mkubwa kabisa wa ligi kuu kati ya TRA dhidi ya Mbeya City kutoka mkoani Mbeya. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Kama kuna maswali naomba nipokee.